Ninayo furaha kukusalimu popote pale ulipo mpendwa mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha Safari ya Wito. Leo tuko na nani? Basi unakwenda kumfahamu hivi punde kutoka hivi sasa, kwa kuwa basi tumepata tena fursa nyingine adhimu ya kwenda kushirikishana masuala mazuri, masuala ya wito. Mimi ni Eric Pasco Jr. kwa niaba yake Rafael Mushi pamoja na John Albert Samki, nasema karibu uwe nasi hadi pale tamati. Baba, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ninatumia fursa hii kukushukuru sana kwa kutuazima na kuchukua sehemu ya muda wako kuja kuzungumza nasi, kutushirikisha japo mambo mawili matatu. Karibu sana katika viunga hivi vya Radio Maria Tanzania. Asante sana, ni furaha kwangu kufika eneo hili. Unajisikiaje? Najisikia kubarikiwa sana kufika hapa katika studio hizi za Radio Maria. Ni mara yangu ya kwanza. Ndio. Najisikia kubarikiwa sana. Karibu sana. Asante sana. Kwa yule ambaye leo anakuona kwa mara ya kwanza, anatamani kumjua huyu anayemuona hivi leo ni nani, unaweza kutushirikisha kwa ufupi wewe ni nani na historia yako japo kwa ufupi kidogo? Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Brother Justo Joseph Mwalemba. Ni mtawa Benediktini wa shirika la wamisionari wa Benediktini wa Mtakatifu Ottilien yenye makao yake huko Bayern, Ujerumani. Nilijiunga utawa katika abasia ya Roho Mtakatifu Mvimwa iliyoko Jimbo Katoliki la Sumbawanga, na sasa nafanya utume wangu huko Austria. Ulitambua lini kwa mara ya kwanza kuwa umeitwa kwenye maisha ya kitawa? Asante sana. Mimi tangu nikiwa mdogo nilikuwa mtumishi wa misa katika parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi Mwanjelwa, Jimbo Kuu la Mbeya. Na baba paroko wa parokia yetu ambaye sasa ni marehemu Padri Gabriel Mwakasita alikuwa mkarimu sana kwetu sisi watumishi wa misa na alitupenda sana. Kumbe ile ilinivuta mimi sana kwa wito. Na kipindi hicho mimi nilikuwa sifahamu, kwa sababu tulikuwa wadogo hivi, nilikuwa sifahamu kuhusu haya mashirika ya kitawa, sijui wa Benediktini, wa Fransiskani. Nilikuwa natamani tu kuwa padre. Kwa kadiri alivyokuwa ananivuta huyu paroko wetu. Hivyo basi ukiangalia abasia zetu hizi zilizopo hapa Tanzania, tuna abasia 4. Tuna abasia ya Ndanda iliyoko Jimbo la Mtwara, tuna abasia ya Hanga iliyoko Jimbo la Songea, tuna abasia ya Peramiho iliyoko Jimbo la Songea, na abasia ya Mvimwa iliyoko Jimbo la Sumbawanga. Hizi abasia zote zina nyumba ndogo ndogo mikoa tofauti. Mfano abasia yetu ya Mvimwa ina nyumba ndogo Ziwa Tanganyika Kipili, ina nyumba ndogo Sumbawanga mjini, ina nyumba ndogo hapa Dar es Salaam Pugu, na ina nyumba ndogo Mbeya nilipozaliwa mimi. Kumbe watawa waliokuwa wanaishi kwenye nyumba hii ndogo ya Mbeya kipindi hicho hawakuwa na padre. Kumbe iliwabidi kila Jumapili kufika parokiani kwetu Mwanjelwa kwa ajili ya misa takatifu. Kumbe kuwaona wale wa Benediktini na kanzu zao hivi na hii tunaita kapuchi, ilinibariki sana, ilinivuta. Kumbe nikawa najisogeza karibu na wao na kujaribu kuwaoji wao ni nani na hivi. Kumbe wakanielekeza kuhusu utawa wa Kibenediktini, na mara moja walinialika niweze kuwatembelea abasiani Mvimwa huko Sumbawanga. Kumbe nilikwenda Sumbawanga kwa muda wa mwezi mmoja. Mwaka gani huo? Hiyo ilikuwa mwaka 2014. Ndio. Kwa mara ya kwanza ndio nimekwenda Mvimwa 2014 kwa mwezi mmoja. Na mwezi niliokwenda ilikuwa ndicho kipindi ambacho watawa wanapokelewa katika madaraja tofauti. Kuna daraja la kwanza la upostulanti, alafu daraja la pili unovisi, malezi, alafu kufunga nadhiri. Ilikuwa ndo wiki. Kumbe nilishuhudia hayo matukio yote. Kwa sababu huwa yanapangwa kwa siku 3 mfululizo. Siku ya kwanza wanapokelewa watawa wa kwanza wanaoanza malezi na kuvishwa kanzu. Siku ya pili wa daraja la pili, na siku ya 3 wanaofunga nadhiri. Kumbe nilishuhudia haya yote. Kwa kweli niliguswa sana kuona haya matukio yote na yale maisha ya kijumuiya. Kumbe tangu hapo nilitamani nisirudi nyumbani, nilitamani nibaki pale abasiani Mvimwa. Lakini ilinibidi kurudi nyumbani kwa ajili ya kuweka mambo fulani sawa ya kumalizia majiundo yangu shuleni na vitu vingine. Mara baada ya kumaliza masomo yangu ndio nikarudi tena Mvimwa kwanza rasmi malezi ya kitawa. Hongera sana. Asante sana. Ningependa kufahamu kwa nini ulichagua shirika la wamisionari wa Benediktini na sio hayo mashirika mengine? Asante sana.
Kama tunavyojua kuna mashirika mbalimbali. Kuna shirika la Wafransiskani, wa Agustiniani, wa Benediktini, mashirika mbalimbali. Kilichonivutia sana kwa shirika hili la wamisionari wa Mtakatifu Benedikto, kwanza ni maisha ya kijumuiya. Sababu kuna mashirika mengine wao hawaishi kama jumuiya, wanaishi wawili au watatu kwenye nyumba ndogo ndogo, wengine wanafanya kazi maparokiani, lakini sisi wamisionari wa Mtakatifu Benedikto tunaishi maisha ya pamoja katika jumuiya, tunafanya kazi pamoja, tunasali pamoja, tunakula pamoja, kila kitu pamoja kama jumuiya. Lakini kubwa zaidi, baada ya kumaliza muda wangu wa mwezi mmoja niliokaa monasterini, siku ya mwisho ninapoondoka, abate wa Abasia aliyekuwepo kabla ya abate huyu wa sasa ndiye aliyetupeleka Sumbawanga mjini stendi ya basi, mimi na rafiki yangu tuliokuwa monasterini, na njiani alianza kutueleza kwa nini shirika hili linaitwa Wamisionari wa Mtakatifu Benedikto. Kumbe akanieleza kwamba sisi tunaitwa wamisionari kwa sababu tunatoka kwenda nchi mbalimbali kufanya umisionari. Hii ilinigusa sana, nikasema hili ndio shirika langu ninalotaka kuliingia. Kumbe ndio hicho kilinigusa sana na kunivuta kuingia shirika hili la wamisionari wa Mtakatifu Benedikto. Kwamba hiyo kwanza maisha ya kijumuiya, alafu pili kwamba ni wamisionari wanatoka kwenda nchi mbalimbali kwa ajili ya utume. Bila shaka ni Baba Abate Dennis. Ndio, Baba Dennis Ndomba ambaye kwa sasa yuko anafanya utume wake huko nchini South Africa. Hongera sana. Ulipata upinzani wowote wakati ambapo ulipoamua kuchagua kujiunga na shirika hili? Na kwa namna ya kipekee ulipata upinzani wote kutoka kwa familia yako wakati ambapo ulipoamua kuchagua maisha ya kiutawa? Hapana. Kama nilivyoeleza mwanzo kwamba nilikuwa mtumishi tangu nikiwa mdogo, mimi katika familia yangu ni mtoto wa mwisho kati ya watoto 6 kwenye familia yetu. Kumbe kama ulivyo utamaduni wetu wa Kiafrika kwamba mtoto wa mwisho anapendwa sana na wazazi wote wawili. Kumbe mimi katika familia yetu, katika watoto wote 6, mimi ndio nilikuwa na nafasi hiyo nipata hiyo nafasi ya kuwa mtumishi wa misa. Kumbe hiyo iliongeza upendo zaidi kwangu. Kumbe wazazi walifurahi sana kuona katika watoto wote tulikuwa tunahudhuria misa kila Jumapili na hivi, lakini mimi hiyo ya utumishi iliniongezea upendo sana kwa wazazi. Kumbe na hata nilipowashirikisha hii tamaa yangu ya kuwa mtawa, upendo uliongezeka zaidi, kwa sababu nafikiri kadiri ya mawazo yangu kwamba kila mzazi anatamani kuona mtoto wake yupo kanisani au anajishirikisha na masuala ya kanisa. Kumbe nilipowaeleza wazazi wangu walifurahi sana 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 nilipowaeleza hii tamaa yangu ya kuwa mtawa. Mama kwa kweli. Kama nilivyosema mimi mtoto wa mwisho, kumbe mara nyingi hata nyumbani nilikuwa mara nyingi sana niko na mama. Kumbe familia nzima walifurahi, na hata nikikumbuka siku ninapofunga nadhiri zangu za daima mwaka 2022 nilieleza umati mzima pale kwamba katika familia na katika ukoo sijapata kipingamizi wala kikwazo chochote cha mimi kujitoa katika maisha haya ya kitawa. Nadhiri za kwanza ulifunga mwaka gani? Nadhiri zangu za kwanza nilifunga mwaka 2018. Ndio. Hiyo ilikuwa tarehe 29 mwezi wa 6, siku ya watakatifu Petro na Paulo. Ningependa kufahamu, ulipitia changamoto zozote katika majiundo yako ya kimalezi kabla ya kufikia nadhiri za kwanza, lakini pia kwa namna kipekee mpaka kuelekea nadhiri za milele ile mwaka 2022? Ya, ndio. Changamoto katika maisha yoyote ni kawaida. Kama tunavyojua kwenye maisha ya familia, maisha ya upadri, maisha ya kitawa, kila sehemu kunakuwa na changamoto zake. Changamoto ambayo mimi niliona kubwa katika kujitoa sadaka katika maisha haya ya kitawa ni kama tunavyojua, nilivyosema mwanzoni kwamba sisi tunaishi maisha ya kijumuiya. Na kuna tofauti. Kuna jumuiya zingine kubwa zinatawa zaidi ya 100, jumuiya nyingine 50 na hivi. Kumbe ni tofauti. Kumbe maisha ya kijumuiya tunakutana watu pale, kila mmoja ana malezi yake. Anatoka Justo amelelewa katika familia ya Mwalemba, tuna malezi yetu. Nakuja Eric pale amelelewa katika familia yake, wana malezi tofauti. Kumbe kuja kukaa kwenye mstari kunyoka hivi kuwa wote kitu kimoja sio rahisi sana. Kwa sababu utaona pengine kuna vitu mnatakiwa kufanya labda pamoja, mwingine anakuambia mimi sisi kwetu hatujazoea kufanya hivyo. Lakini ni maisha ya kitawa, tunatakiwa kufanya wote pamoja hivyo. Kumbe utakuta mtapishana kidogo kauli hapo, lakini kile kipindi cha malezi ndio kipindi ambacho tunajaribu kuundwa wote pamoja
kulelewa, kuletwa kwenye mstari mmoja. Changamoto hizi zilikukwamisha kwa namna fulani au ziliwahi kukuletea mawazo kwamba ukaamini njia uliochagua pengine sio njia sahihi? Hapana, hazikuniletea mawazo hayo kwamba njia niliyoichagua sio sahihi, bali yaliniimarisha, kwa sababu kama nilivyosema, nijua naingia shirika la kimisionari kwamba nitatumwa sehemu yoyote kufanya utume. Kumbe huu utofauti wa sisi kama watawa pale, kwamba huyu na malezi yake na hivi, ikaniimarisha na kunipa nguvu kwamba popote nitakapotumwa kwenda kufanya utume wangu nitaweza kufanya kwa urahisi na kwa moyo wote, kwa sababu nimeshaimarishwa, nimeshajua, nimeweza kuishi na watu wa kila aina tofauti tofauti. Kumbe ile iliniimarisha kwa ajili ya kujiandaa kwa utume wangu huku mbele. Nikurudishe nyuma kidogo. Karibu. Tutazame kwa miaka 11 iliyopita, yani nikirejelea mwaka 2014 mpaka mwaka 2025. Ndio. Na kwa namna kipekee tutazame hii 2014 mpaka mwaka 2022. Ndio. Hapa katikati uliwahi kufikiri kubadili nia yako? Labda niende kwenye maisha ya ndoa? Ndio. Asante sana kwa swali zuri. Kwa kweli tangu nimeingia utawani sijawahi kuwaza hata mara moja kwamba nibadilishe njia, nitoke niende kwa maisha ya ndoa au nibadilishe shirika au kwenda shirika jingine. Sijawahi kufikiria tangu mwanzo, na mpaka sasa iko moyoni mwangu nasema kwamba njia niliyoichagua ni njia sahihi. Maamuzi niliyofanya kuingia katika shirika la wamisionari wa Mtakatifu Benedikto nilifanya maamuzi sahihi, na huwa katika hili, kwa sababu huwa siongei sana na watu kwamba ilikuwaje nikaingia huku, huwa najipongeza mwenyewe kwamba nasema Justo, ulifanya maamuzi sahihi kujiunga na shirika hili la wamisionari wa Mtakatifu Benedikto. Hongera sana. Asante. Ni kitu gani ambacho bado kinaendelea kukutia nguvu katika maisha haya ambayo umeendelea kuyachagua? Asante sana. Katika maisha haya ya kitawa, kitu kinachoendelea kunitia nguvu ni kwamba kuona tunaendelea kuongezeka watendakazi katika shamba la Bwana. Japokuwa sio rahisi hivyo, ukiangalia katika nchi zingine wanapata shida kidogo ya masuala ya miito hii. Lakini huku kwetu Afrika tunajitahidi, tunaingia. Japokuwa katika monasteri zetu hata huko Afrika, Ulaya, huwa inatokea wakati fulani baadhi ya watawa wengi wanaingia utawani, baadaye mtu anaamua kutoka kwamba pengine hii haikuwa njia yangu sahihi, au wengine wanaondoshwa kutokana na makosa fulani fulani. Nikiangalia mfano kwa darasa langu, tulikuwa jumla ya walelewa 12. Sababu huwa tunakuwa tunapokelewa kwa muda tofauti tofauti. Tuliopokelewa sisi darasa letu mwezi wa kwanza tulikuwa watawa 5. Mwezi wa kwanza mwaka gani? Hii 2015. Mwezi wa kwanza tulikuwa 5, alafu pia walikuwepo wenzetu waliotutangulia 7 waliopokelewa mwezi wa 6 mwaka 2014. Kumbe wao walitusubiri sisi mwezi wa kwanza tukapokelewa na sisi pamoja, jumla tukawa walelewa 12. Lakini ukiangalia mpaka sasa hii 2025 tumebaki 2 tu katika hili kundi letu kati ya 12. Ndio. Kumbe 10 waliondoka, japo kwa kipindi tofauti tofauti. Baadhi waliondoka ile mwanzoni tukiwa kwenye malezi, wengine waliondoka baada ya nadhiri za muda, na hivi kumbe mpaka sasa tumebaki 2, ambapo ndugu yangu mmoja ambaye ni darasa la mimi, yeye yuko Peramiho Seminary, anatarajia kupata ushemasi wake mwakani. Ndio. Kumbe ni hivyo. Kinachoendelea kunitia moyo ni kwamba shamba la Bwana linaendelea kupata watendakazi, kwamba japokuwa ndio hivyo, kuna changamoto hizo, wengine wanaingia wanatoka, lakini bado kuna watu wanaendelea kuja. Nikitazama nyuma yangu, nikiangalia wadogo zetu ambao wametufuata, napata matumaini kwamba hata sisi tunavyoendelea kuzeeka bado tuna jeshi kubwa huku la utendaji kazi katika shamba la Bwana. Bali mwanzoni umetueleza kwamba unafanya utume wako kule nchini Ujerumani, kwa namna ya kipekee pia tunafahamu kule nchini Austria. Ndio. Unaweza ukatupa utofauti kidogo wa umisionari katika nchi hizi za Ulaya na katika nchi zetu za Afrika? Utofauti uko sehemu gani haswa? Asante sana. Katika nchi hizo tunazofanya kazi, nilianza utume wangu huko Ujerumani na sasa nipo Austria. Ukitazama kwa ujumla ni karibia kila kitu ni tofauti. Ndio. Hali ya hewa, chakula,
watu sisi naweza nikasema sisi huku Afrika tuna ile muamko, yani unaweza ukapita barabarani hapo ukamwona tu mtu hata amfahamiana, namsalimia tu habari za asubuhi, habari ya mchana hivi. Huko kwa wenzetu ni tofauti. Nianzie kwanza kwa upande wa nje, watu ni tofauti. Nilipata shida sana kipindi cha kwanza nilipoenda kwa mara ya kwanza Ujerumani mwaka 2018. Ndio. Nilipokwenda kwa ajili ya kujifunza lugha. Sehemu niliyokuwa ni makao makuu yetu ya shirika Basiani, na kutoka hapo mpaka nilipokuwa nasoma lugha huko Munich ni dakika 40 kwa treni. Ndio. Kumbe asubuhi unaingia kwenye treni zimejaa wafanyakazi, wanafunzi wanakwenda mashuleni. Unakuta kila mmoja yuko busy na kompyuta yake, mwingine anasoma gazeti, mwingine yuko na simu. Hakuna anayemsalimia mwenzie. Kumbe unaweza kusafiri hizo dakika 40 mmekaa hapa na hapa, hakuna anayeongea na mwenzie. Kila mmoja yuko busy na chake. Ndio. Na wao huwa mara nyingi ninapoongea nao tukiwa tunapumzika, huwa nawaeleza. Hiki kitu kilinishtua sana mwanzoni, kawaeleza kabisa huku kwetu Afrika unaingia kwenye basi umfahamu yoyote, unasalimia tu wote, habari za asubuhi ndugu zangu, poleni na safari. Lakini huko kwa wenzetu ni tofauti. Ndiyo. Kila mmoja yuko na mambo yake. Ukimsalimia mtu habari za asubuhi, kwanza anakuangalia, unataka kuniibia simu yangu wewe au vipi? Kumbe hiyo ilinishtua sana nilipofika kwa mara ya kwanza hiyo 2018 huko Ujerumani. Ndiyo. Lakini baadaye nikaanza kuzoea, ndio utaratibu wa wenzetu kwamba mtu asubuhi mwili unakuwa pengine bado haujaamka vizuri, kumbe anataka kuwa yeye tu, anahitaji upekee hivyo. Ndiyo. Kumbe saizi hainipi shida hiyo, nimeshazoea, ndo wenzetu wako hivyo. Lakini huwa mara nyingine najitahidi mimi kuwachokoza baadhi ya watu. Kama nimeamka na mimi siku moja vizuri, najaribu kuwachokoza, naona wanaitikia, naona tutaamka mtapiga story na hivi na kuendelea. Ndiyo. Hiyo ni kwa watu wa nje. Kwa maisha ya kitawa tuna utofauti pia kidogo katika malezi yetu. Huku kwetu hiyo tunalelewa tangu kwenye familia. Ukiingia kwenye familia unaonja tu tofauti kwamba hawa ni wazazi, hawa ni watoto. Tuna ile tunasema hierarkia, yani inaonekana. Ndio. Hata mamonasterini kwetu ukiingia utaona tu kuna tofauti, utajua tu hawa ni walelewa, hawa ni vijana ambao wameshafunga nadhiri za muda, pengine hawa ni wazee waliofunga nadhiri za daima. Ndio. Wenzetu wanajitahidi sana kufuta hicho kitu. Ndio. Kumbe unaweza ukaingia utawani ukawakuta watawa wamekaa hapo, usijue nani ni mlelewa, nani ana nadhiri za daima kwa watawa. Ndio. Na hiyo wanaanza kulelewa tangu kwenye familia zao, yani hawataki kujiwekea sana haya magepo kwamba huyu ni mkubwa, huyu ni nini. Na hivi huwa najaribu hata kuambia mfano tunavyofanya huku kwetu sisi, labda hii ni utamaduni wetu kwamba hata kwa maaskofu au maabate tunabusu pete na hivi tunapiga goti na busu pete. Wao hawana hiki kitu. Ndio. Na kumbe hata baadhi ya watawa wetu wanapokujaga huku wakiona wanashangaa hicho kitu. Mnafanya nini hii? Mbona kama mnamtukuza sana huyu askofu au abate na hivi? Huwa nawaeleza hapana, ndio utamaduni wetu sisi, tumewekeana hivyo kwamba tupeane heshima hivyo kadiri ya hierarkia zetu za kanisa na hivi. Kumbe mfano nilipofika kwa mara ya kwanza katika abasia hii ya St. Ottilien, ndio, sikutambua mlelewa ni yupi, nani ana nadhiri za daima, nani ni padri. Ndio. Sikutambua mpaka nilipokaa pale baada ya kipindi fulani ndio nikaanza huyu ni mlelewa, huyu ni ana nadhiri za muda, huyu ni padri na hivi. Na hivyo kumbe utofauti huo pia nauona kwenye jumuiya zetu za huku na kule. Sisi tuna hii hierarkia sana tunaifuata, lakini huko kwetu wenzetu wanajitahidi kufuta hii kitu kwamba sisi wote ni sawa. Ndio. Unajifunza nini kuhusu utume wa kimataifa na katika mazingira ya tofauti haya ya kitamaduni sasa? Asante sana. Najifunza mengi kama nilivyosema, kuishi hivi na watu, ile mtu usijiweke sana kwenye hii kama tunavyosema hierarkia hii kwamba pengine mimi ni mtawa nipewe sana heshima fulani ya juu, au mimi ni padre nipewe heshima ya juu, mimi labda ni katekista na hivi. Ile kujiweka kwamba sisi wote ni sawa, sisi wote ni binadamu ambao tumeumbwa na Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Sisi wote ni sawa bila kujali madaraka yangu. Vyeo vyetu vinabaki pale pale. Ndio. Labda hata hizi hierarkia kwamba mimi ni mtawa, cheo changu utawa wangu unabaki pale pale. Mimi ni katekista, mimi ni padri, kinabaki pale pale, lakini tu kujiweka sawa kwamba sisi wote ni sawa.
Hii najifunza sana huko kwa wenzetu. Alafu pia ni kushika utamaduni. Ndio. Hawa wenzetu huko wanajitahidi sana kushika utamaduni wao. Ndio. Ndio utaona huwa nawaambia watu wengi hata tunapowasiliana huku, tukitazama kwenye television huku wenzetu tunawaona hata hizo nguo wanazovaa. Ndio. Tunaweza tukasema kwa utani, nguo ni nguo ambazo huwezi ukatazama mara mbili. Ndio. Lakini ukiangalia kwenye tamaduni zao wanapokuwa na masherehe, si ndoa, kipaimara nini, wana nguo zao za asili ambazo wanavaa wote kuanzia watoto mpaka watu wazima. Na mimi nilipata zawadi moja ya nguo hii ya asili. Huko ni nguo ya ngozi ambayo ni ndefu kutosha mpaka huko chini, na wanawake wana nguo zao hizo za asili. Kumekuta kwenye shughuli zote kubwa, mfano labda rais anakwenda kutembelea eneo fulani au waziri mkuu au nani, wote unakuta wanavaa hizo nguo zao za asili. Wanajitahidi sana kutunza utamaduni wao. Hizo nguo ni kama mfano huku kwetu ndugu zetu wa Masai. Ndio. Wana yale mashuka yao ambao kila mara wanakuwa nayo. Kumbe na wao ndugu zetu ni hivyo, wanajitahidi sana kutunza huu utamaduni wao. Kumbe hizi nguo tunazoziona kwenye television ni za humo kwenye television tu, lakini kwenye mambo yao makubwa makubwa wote unakuta wana hizo nguo zao za kitamaduni. Na kama nilivyosema, na mimi nilipata hiyo moja, na hiyo inanipa heshima sana. Wakiniona nimevaa hiyo, wananiona na mimi ni wa kwao. Kumbe inanisaidia katika kurahisisha utume wangu. Tunaelekea mwishoni. Una ujumbe gani kwa vijana wa Kitanzania wanaohisi kuita katika maisha ya kitawa? Nipende kusema kwamba maisha ya kitawa ni matamu. Ndio. Maisha ya kitawa ni mazuri. Maisha ya kitawa yana amani. Katika maisha yetu tuna mito tofauti. Tuna wito wa utawa au upadre na wito wa ndoa. Yoyote anayeitwa katika maisha ya kitawa au upadre, namkaribisha sana, na napenda kusema kwamba kama ana huo wito, ajue kabisa amechagua wito sahihi, hajakosea. Ndio. Ni kwamba uingie, kama nilivyosema, kuna changamoto zake pia kwenye maisha ya kitawa. Ni kwamba kitu ambacho unataka kukiingia, cha kwanza unatakiwa ukipende hicho kitu, cha pili unatakiwa kuamua kwa moyo wote, alafu cha tatu unatakiwa umtegemee Mungu katika hicho ulichokichagua. Ndio. Kumbe kwa haya mambo matatu utaweza kufanikiwa. Kumbe wenye wito wa upadri au utawa, napenda kusema kwamba ni wito sahihi. Karibuni sana. Sisi tuliotangulia tupo. Ndiyo. Na milango ipo wazi daima. Tumalizie. Kuna wale ambao wanahisi kwamba nikiwa bruda, nikiwa frateri, nikiwa padre, pengine maisha ya upweke yatanimaliza haya. Una ujumbe gani kwao? Kama nilivyosema, sisi wa misionari wa Mtakatifu Benedikto tunaishi maisha ya kijumuiya. Ndio. Tunafanya kila kitu pamoja. Kama nilivyosema, tunasali pamoja. Kama ulivyo moto wetu ni sala na kazi, ora et labora. Kumbe tunasali pamoja, tunakula pamoja, kila kitu tunafanya pamoja kama jumuiya. Ndio. Na watu wengine huwa wanajaribu kuniuliza, kwa sababu mimi ni mtu wa mitandao sana. Ndiyo. Nipo sana kwenye Facebook, nipo kwenye Instagram huko, na huwa na posti sana utume wangu ninaofanya. Kumbe huwa napata pia maswali mengi huko kwa vijana wa umri wangu, wazee na nilio wazidi umri. Ndio. Huwa wengine wananifuata inbox na kuniuliza, inakuwaje kuhusu upweke wa kupata labda mwenzi, kuwa na mwenzi wa ndoa au hivi. Huwa nawaeleza kwamba kama hivi nilivyojibu mwanzoni, kwamba kitu chochote unachotaka kukifanya ukipende, uamue kwa moyo wote, alafu mtegemee Mungu, utafanikiwa. Ndio. Kumbe wale wanaohisi kuna huo upweke labda wa kutokuwa na mwenzi, utakapomtegemea Mungu na kuzipangilia ratiba zako kufuata zile ratiba za kitawa, hayo mawazo ya upweke wa kuwa labda na mwenzi hayakuji, kwa sababu tunaamka wote tunafanya ratiba moja ya sala pamoja. Ndiyo. Tukitoka hapo tunakwenda kupata chai pamoja. Baada ya hapo tuna ratiba za kazi. Tukitoka kazini tunakuja sala za mchana pamoja, chakula cha mchana pamoja. Tunapumzika kidogo, alafu tunaingia tena kazini, zinakuja sala za jioni. Baada ya sala za jioni tunapata chakula cha jioni. Baada ya chakula cha jioni tuna sala za usiku kompleto. Kumbe unakuta siku nzima imepangiliwa hivi. Kumbe utakapofuata ile ratiba kikamilifu, hakuna mawazo yatakao kujia kichwani kwamba labda niko njia ambayo sio sahihi, labda kuhusu mwenzi na hivi na vitu gani. Kumbe kufuata ile ratiba, kufanya kile unachokipenda kwa moyo wote na kumtegemea Mungu, utafanikiwa. Unazungumza lugha ngapi? Mimi kwa sasa nazungumza
Kwanza lugha zetu za Tanzania, kwanza naongea Kiswahili. Ndio. Naongea lugha yangu ya wazazi Kinyakyusa. Ndio. Naongea Kijerumani. Ndio. Naongea Kiingereza na Kiitaliano kidogo. Hebu tusalimie kidogo kwa Kijerumani. Kwa jioni kama sasa hivi kusema habari za jioni tunasema Guten Abend. Ndio. Hiyo ni salamu ya jioni. Kwa mchana tunasema Guten Tag, yani habari za mchana au siku njema. Na kwa asubuhi tunasema Guten Morgen, yani habari za asubuhi au asubuhi njema. Ndio. Kwa Kiitaliano? Kwa Kiitaliano asubuhi tunasema Buongiorno, mchana tunasema Buon pomeriggio na jioni tunasema Buonasera. Kwa Kinyakyusa? Kwa Kinyakyusa asubuhi tunasema Ugonile. Ndio. Mchana Twambombo, yani tunaweza kusalimiana hiyo ambayo ni salamu kwamba labda habari za kazi. Ndio. Na hivi afu jioni unasema Twakulinda, kwamba mmeshindaje. Ndio. Ndio. Una neno lolote ambalo ungependa kutuambia, ama una jambo lolote ambalo ungependa kulizungumza ambalo sijakuuliza kwa siku ya leo? Asante. Ningependa kusema kwa vijana wenzangu ambao wanatamani kujiunga na maisha haya ya kitawa. Baadhi ya watu mwanzoni, kama nilivyosema, huwa natuma sana utume wangu naofanya mitandaoni Facebook na Instagram huko. Baadhi ya watu waliniambia pengine labda napata ugumu sana huko kwa wenzetu, kwamba niko mimi peke yangu, alafu hawa ndugu zangu wao wako pamoja kama familia zao huko na hivi. Wengi huwa wananiuliza labda napata ugumu fulani. Huwa nawajibu hapana. Mimi nilipokwenda huko niliamua kujichanganya na utamaduni wa huko Austria. Hata nilipokwenda Ujerumani nijichanganya utamaduni wa huko Austria. Kumbe ile kujichanganya kwenye utamaduni wao, kufanya utume pamoja nao, mfano saizi huwa nakwenda hata mashuleni kwenye vipindi vya dini, kufanya vile na watoto wao, hiyo inanisaidia kufanya utume wangu kwa urahisi sana. Na kikubwa zaidi ile kuingia kwenye utamaduni wao, huwa mimi napenda kuimba hata nyimbo zao za asili za pale. Kumbe hiyo inawafanya wanione kama mimi ni mtu wao. Na ndio maana kama nilivyosema mpaka wakanipa zawadi ya hii nguo ya asili ya pale kwao, kwa sababu wanaimba nyimbo zao za asili, nafanya kila kitu wanachofanya. Kumbe hiyo inanisaidia sana sana kufanya utume wangu kwa urahisi. Kumbe kile kitu ambacho naweza kusema kwa umati ni kwamba popote unapotaka kwenda kufanya kazi au utume kama mtawa, fika eneo lile, ingia kwenye utamaduni ule. Ndiyo. Fanya kile kitu wanachokifanya, alafu hiyo itakusaidia kuishi kwa amani hapo na kuweza kufanikisha kazi zako au utume wako eneo hilo.